Uongozi wake Samia Suluhu sasa umefika kikomo baada ya ujumbe mkali kutoka kwa Godbless Lema ambao umetikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa chaneli yetu ya TanzaPulse, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Siasa za Tanzania zimepata msukosuko mpya baada ya Godbless Lema aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema kutoa kauli kali akidai kuwa hali ya kisiasa ndani ya mfumo wa utawala uliopo sasa imefika kikomo na inaenda kuanguka hivi karibuni. Kauli hii iliyojazwa na lugha ya kihisia kali inaashiria msukosuko wa kina ndani ya siasa za nchi na imetajwa kuwa onyo dhidi ya kile Lema anachosema si utii na uoga bali siasa za kujenga taifa. Lema amedai kuwa umoja unaofahamika ndani ya utawala wa sasa ni geresha la hofu, si umoja wa kweli, na kwamba mpasuko mkubwa unaonyamazishwa kwa nguvu. Aidha, amelaani uteuzi wa viongozi ambao kwa mjibu wake walienguliwa kikatiba lakini sasa wanapatikana kwenye nyadhifa za kitaifa kama ishara ya dhihaka. Taarifa hizi zimetolewa bila jibu lolote rasmi kutoka kwa serikali au chama tawala kuhusu shutuma hizo nzito zinazopendekeza kuwepo kwa mtikisiko wa ndani ya mfumo wa uongozi. Godbless Lema ambaye kwa miaka mingi amekuwa miongoni mwa wakosoaji wakuu wa chama tawala CCM ametumia mtandao wa kijamii zamani Twitter na mikutano ya hadhara kueleza mtazamo wake kwamba siasa za sasa si za maendeleo bali ni taarifa za utii na uoga. Na katika hotuba yake ambayo imeambatana na maneno yenye uzito wa kihisia, Lema alieleza kuwa nguvu za kisiasa ndani ya serikali ya sasa zinategemea kujiweka salama kwa uoga dhidi ya kupoteza madaraka badala ya kuwajibika kwa wananchi. Kauli hizi zinakuja katika muktadha wa mvutano wa kisiasa uliokithiri tangu uchaguzi wa mwaka 2025 ambapo vyama vya upinzani vimekuwa vikitetea mabadiliko ya katiba na njia mpya ya uwakilishi. Tafiti za kisiasa za hivi karibuni zinaonyesha kwamba mchakato wa siasa nchini Tanzania umekuwa ukikumbwa na mgongano wa sera za ukombozi wa kidemokrasia zinazowakilishwa na Chadema na nguvu za utawala zikijikita katika usalama wa serikali na mpango wa maendeleo ya uchumi. Lema amesisitiza kuwa umuhimu wa umoja unapaswa kutokana na mtazamo wa pamoja wa kujenga taifa na sio kwenye hofu ya kupoteza madaraka. Kauli hii inafanana na hoja za viongozi wa upinzani ambao wamekuwa wakihoji uwazi na uwajibikaji wa serikali kuhusiana na taratibu za kisiasa, ikiwemo masuala ya uteuzi na viongozi wa matumizi ya mamlaka ya serikali. Tokeo za siasa za Tanzania zimeonekana pia kwenye matukio ya hivi majuzi ambapo Lema alizuiwa kuingia Kenya kupitia mpaka wa Namanga alipokuwa akielekea Nairobi kwa ajili ya matibabu. Taarifa za Wizara ya Uhamiaji zilisema kuwa utekelezaji huo ni taratibu za kawaida za usalama ambapo Lema alipelekwa kwa uchunguzi zaidi, lakini Lema mwenyewe aliitaja hali hiyo kuwa ni unyanyasaji wa kisiasa. Serikali ilikanusha kuwa kuna vitendo vya kulenga viongozi wa Chadema kwa pamoja, wakisema hatua hiyo ilihusiana na taarifa maalum juu ya Lema kama mtu binafsi. Hata hivyo, maoni ya Lema na vyama vya upinzani vimeeleza kuwa hatua kama hizi ni sehemu ya mwelekeo mpana wa kupunguza ushawishi wa upinzani na kukandamiza sauti zinazopingana na serikali. Zaidi ya hayo, Lema hivi karibuni aliwasilisha mashaka yake ya kibinafsi juu ya uhai wake, akitaka ulinzi wa usalama wa mtu kama sehemu ya mwelekeo wa hali mbaya ya siasa nchini Tanzania, jambo ambalo jeshi la polisi lilijibu kwa kusisitiza taratibu za kisheria zinapaswa kufuatwa wakati wa kutangaza hofu au vitisho vya maisha. Matamko kama ya Lema yanachukua uzito mkubwa kama sehemu ya mjadala wa kitaifa juu ya mustakabali wa utawala wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Na mnamo mwaka 2025, uchaguzi mkuu wa taifa uliibua migogoro mingi kuhusu mageuzi ya katiba na masuala ya uwazi wa uchaguzi, na baadhi ya wachambuzi wa siasa sasa wamedai kuwa kiwango cha mvutano kati ya vyama ni cha juu na serikali imekuwa ikipambana kutengeneza usawa kati ya utekelezaji
wa sera za serikali na kuheshimu uvumilivu wa kisiasa, huku baadhi ya wachambuzi wakibaini changamoto katika mchakato wa mageuzi ya katiba. Tanzania imekuwa na historia ya siasa za vyama vingi tangu utawala wa chama kimoja kupungua mnamo 1992, lakini hoja za uhuru wa kisiasa, usawa mbele ya sheria na haki za vyama vya upinzani bado zinaleta mjadala mkubwa. Kamati za kimataifa za haki za binadamu na mashirika ya kiraia yametilia mkazo umuhimu wa kutetea uhuru wa maoni na kushiriki kisiasa bila hofu ya kinidhamu. Kwa mfano, ripoti za Human Rights Watch zinaonyesha kwamba uhuru wa kujieleza kupinga sera za serikali umekuwa ukizingatiwa kwa karibu, wakati serikali ikiendelea kufuatilia na kushughulikia wakosoaji wake. Lema mwenyewe ambaye alikuwa mbunge wa Arusha mjini tangu mwaka 2010 hadi mwaka 2020 alikumbana na changamoto za kisiasa zilizomfanya kukimbilia uhamisho mwaka 2020 baada ya jana na serikali kushikilia na kumshtaki kwa tuhuma mbalimbali. Alirudi nchini mwaka 2023 baada ya serikali ya Rais Samia kupunguza baadhi ya vikwazo vya kisiasa na kufungua tena nafasi ya kuandamana na mikutano kwa umma. Kauli ya Lema inabaki kwa mfano wa jinsi mgogoro wa kisiasa nchini Tanzania umeendelea kuchochea hisia kali za kisiasa na kisasa, na kwa upande mmoja serikali imekuwa ikitangaza utekelezaji wa sera za maendeleo ya uchumi na kuboresha miundombinu, huduma za maji na usalama, na kwa upande mwingine vyama vya upinzani vinadai kuwa kuna vizuizi vya uhusiano wa kisiasa na uvumilivu wa siasa tofauti ndani ya ardhi ya nchi. Na katika mazingira haya, Lema anasema kuwa mfumo wa siasa umetulia katika hali ya tatizo, ambako siasa siasa za kujilinda zimeibuka juu ya siasa za maendeleo. Kauli hii inazua maswali makubwa kuhusu uelewa wa umma kuhusu uhuru wa kisiasa, nafasi ya vyama vya upinzani na jinsi mamlaka zinavyoweza kutumika bila kupunguza uwazi wa maoni tofauti. Kauli ya God Bless Lema inatoa ishara ya kina kwamba hali ya kisiasa nchini Tanzania inaelekea mstari mkali wa mgongano wa maoni juu ya mustakabali wa demokrasia, uhuru wa kisiasa na usawa wa kushiriki mamlaka. Hii si tu inagusa Lema kama mtu binafsi au Chadema kama chama, bali ni onyo kubwa kwa wananchi wote na jamii ya kimataifa kuhusu mwelekeo wa siasa nchini. Migogoro ya kisiasa inaweza kuathiri ushawishi wa Tanzania kikanda na kimataifa, uchumi wa ndani, usalama wa raia na namna serikali na vyama vya upinzani vinavyowasiliana katika mchakato wa uwakilishi wa demokrasia na taifa lenye historia ya vyama vingi tangu mapinduzi ya kisiasa katika miaka 1990. Hoja hizi zinaonyesha umuhimu wa kuhifadhi wazi, uwajibikaji na nafasi ya maoni tofauti bila vikwazo vya kisiasa. Ni hayo tuliyokuandalia siku ya leo kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kila siku kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Vilevile waweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi. Unachotakiwa kufanya ni kugonga alama ya kengele ili uweze kupata notifications kila wakati tunapoleta video mpya.